Kamishna ndio anatoa kalenda ya ufundishaji. Anasema masomo yataanza tarehe ngapi, kutakuwa na likizo lini, shule zitafunguliwa lini, na kalenda ile ni ya mwaka mzima. Na waraka wa kamishna ni waraka wa kimamlaka. Kwa hiyo mimi ngoja niseme moja hapa. Kuna wakati shule zinaongeza muda wa kukaa shuleni kwa sababu pengine hakuna uhaba wa mwalimu. Kwa ule muda wa kufunga shule wanafikiria hebu tuongeze muda kidogo tufidie masomo ambayo hayajafundishwa. Lakini kwa shule inayoitangaza kwamba wazazi, hii ni shule yetu, ina walimu wa kutosha, walimu walio bora kabisa, halafu wazazi wanaleta wanafunzi kwenye shule hiyo kwa ahadi hiyo, shule hiyo inaposhindwa kuachia wanafunzi kwenda likizo, inaonekana kuna kitu waliwadanganya wazazi. Kalenda hii imeandaliwa kuhakikisha kwamba wakati wa kusoma kwa muda uliopangwa utamaliza kila kitu, na wanafunzi lazima wasome kwa masaa yale ya siku, sio kulazimishwa kukaa mpaka late, na wakati wa likizo kuambia msiende nyumbani, kaeni hapa. Kama ulikuwa na walimu wa kutosha, si umeshafundisha? Umewajengea nidhamu ya kujisomea? Waache watoto waende nyumbani. Uache watoto waende nyumbani. Na nasema kwa ndugu zetu wawekezaji ambao wanatusaidia sana. Ngoja nirudie tena. Nasema kwa ndugu zetu wawekezaji katika sekta ya elimu ambao wanatusaidia sana, tunawahitaji sana, tutawalinda, tutawatetea wakati wote. Kama unachowaambia wazazi walete wanafunzi kwako ni kweli, kwamba una walimu wa kutosha na mnafundisha vizuri kwa wakati mwafaka, zingatia kalenda ya ufundishaji. La usingatii kalenda ya ufundishaji, unakaririsha watoto. Kwamba ni mwaka mtihani, kaeni msiende nyumbani, unakaririsha watoto. Na sisi tunaanza kuona dalili kwenye Samia Scholarship. Tutakuja kutoa taarifa wangapi walipata Samia Scholarship, wameenda vyuo vikuu lakini wanashindwa kukopa. Lazima utrace wametoka wapi. Kwa hiyo ni wito wangu kwamba katika usimamizi wa shughuli za wizara sote tujaribu kuzingatia yale majukumu yetu. Nimetoa mfano wa kamishna wa elimu, na mojawapo ni la kalenda ya ufundishaji. Na kalenda ya ufundishaji natoa niseme kwa sauti kubwa kabisa kwamba pale penye upungufu, nadhani naeleweka na taratibu zipo, kwamba tunataka tuongeze siku za kukaa kidogo, tuongeze hata masaa tufidie, na hata akienda mdhibiti bora kitizama atasema ni kweli. Lakini wewe unachukua ada ya mwanafunzi, ya mzazi, kwa ahadi kwamba una walimu wa kutosha, halafu wakati wa mtihani unawaambia hatukufundisha, tunataka wakae hapa tuendelee kuwafundisha. Swali letu ni kweli uliwaambia wazazi ukweli? Namba moja. Namba mbili, unapowafundisha hawa watoto unawafundisha kwa nidhamu ya wao vile vile kujifunza au kukariri? Kwa hiyo wale tungeomba tuzingatie kalenda.